Kunielewa ya kwamba yule Adamu wa kwanza ambaye aliumbwa pale Edeni, kuna jambo ambalo aliweza kutufanyia. Wapendwa, jambo ambalo Adamu wa kwanza alitufanyia si jambo la kufurahia, maana Adamu wa kwanza aliweza kutuletea mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Warumi 5 mstari wake wa 12 inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, kwa hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hivyo kupitia Adamu huyu wa kwanza, mwanadamu akaweza kupata laana ya torati, tukaweza kupata mauti ya milele. Wapenda, sikiliza, Adamu huyu wa kwanza aliweza kutuingisha katika umateka. Adamu huyu wa kwanza akaweza kutufanya tuwe watumwa wa Ibilisi. Lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu ya upendo wake mkuu akaweza kumtuma Adamu wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu ambao wanauliza, je, inawezekanaje mimi sikukuwepo na nikawa ninahusika katika mambo haya? Ningependa tuweze kuangalia kitabu cha Matendo ya Mitume 17:26. Inawezekanaje pia sisi ni wahusika? Inawezekanaje ya kwamba sisi hatukutenda dhambi ambayo Adamu aliitenda? Inawezekanaje sasa basi tuweze kupokea laana ya torati ingawaje hatukukuwepo? Katika kitabu hicho Matendo ya Mitume 17:26 inasema, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Kwa hivyo Mungu alipomuumba mwanadamu, sasa hivi Mungu aendelee na uumbaji mtoto anapokuwa katika tumbo la mamake. Alimaliza uumbaji katika Adamu, akaweza kusema ya kwamba Nyanchera atazaliwa mwaka fulani na fulani katika eneo fulani. Akasema ya kwamba Nyankundi atazaliwa katika sehemu fulani, mahali fulani, mwaka fulani. Tukaweza kuwekewa nyakati. Kwa hivyo Adamu anapokula tunda pale Edeni, sote tulikuwa ndani ya Adamu. Kisha mtu mmoja akatoa historia ya mama fulani ambaye alikuwa akitembea katika nyika. Mama huyo alikuwa ni mjamzito wa watoto 3 tumboni, na alipokuwa akitembea katika nyika akaweza kuumwa na nyoka ambaye alikuwa na sumu kali. Yule mama baada ya kuumwa na nyoka akaweza kuangamia. Lakini swali ni, je, watoto waliokuwa tumboni waliangamia ama walisalia hai? Waliangamia. Na ndio maana pia sisi, kwa maana tulikuwa ndani ya Adamu, ndio maana pia sisi ni wahusika. Lakini kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya upendo wake mkuu, akaweza kumtuma Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, mwanadamu alikuwa amekata tumaini. Mwanadamu alikuwa ameona kana kwamba mwelekeo wa maisha umeisha. Adamu anapokula lile tunda, anakula kwa sababu alikuwa anampenda mkewe. Akakula akisema ya kwamba kwa sababu mke wangu amekula, acha pia mimi nile ili tuweze kufa pamoja. Alikuwa amekwisha kata tumaini. Lakini Mwenyezi Mungu akampa tumaini katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wake wa 15. Bwana Yesu asifiwe. Kisha nasema kwamba 3:15 inasema ya kwamba, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, wewe utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Wapendwa, uzao unaozungumziwa hapa ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma kitabu cha Wagalatia 3 mstari wake wa 16 inasema ya kwamba ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu ya kwamba ataweza kupewa mzao na wala si wazao, yaani Yesu Kristo. Yesu Kristo. Wapendwa, acha niwaambie, katika Biblia nzima focus imekuwa ni Yesu Kristo. Unaposoma kitabu cha Isaya 7 mstari wake wa 14, Isaya anamzungumzia Yesu Kristo.
Ni kumaanisha watu katika Agano la Kale, they were expecting the Messiah. Unaposoma hiyo Isaya 9 mstari wake wa 6, pia Isaya anazidi kuzungumza kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kisha Balaamu alipoitwa aweze kulaani Israeli, na yule ambaye alikuwa anaitwa Balak akaweza kuangalia, alipojaribu kulaani Israeli akasema ya kwamba nimeona nyota isiyo ya kawaida juu ya nyumba ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Nyota ile ilikuwa ni Yesu Kristo. Huyu Yesu Kristo ndiye ambaye Musa waliweza kumwangalia. Huyu Yesu Kristo ndiye ambaye Mika waliweza kuangalia. Mika akaandika akasema kwamba pale Bethlehem Efrata, mji ambao ni mdogo zaidi kuliko nchi zingine, Mwokozi ataweza kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ndiye ambaye amekuwa focus katika Agano la Kale. Huyu Yesu Kristo ndiye ambaye ni focus katika Agano Jipya. Wapendwa, Yesu Kristo huyu ndiye ambaye ni focus katika Injili ambayo itaweza kumaliza kazi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika kitabu cha Matendo, katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wake wa 14, ya kwamba tena habari njema ya ufalme itaweza kuhubiriwa katika ulimwengu mzima kuwa kama ushuhuda, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Habari hii njema ya ufalme ni Injili, na Injili hii inamzungumzia Yesu Kristo. Kwa hivyo ni hadi tuweze kuihubiri Injili ndipo Yesu Kristo aweze kurejea kwa mara ya pili. Kwa hivyo kama kuna watu ambao wamechelewesha marejeo ya Yesu Kristo ni sisi, kwa sababu hatujaweza kuhubiri Injili. Wengine wamekuwa wakihubiri Injili tofauti, lakini kila ambacho Mwenyezi Mungu anahitaji ni kwamba Injili ya ukweli iweze kuhubiriwa katika ulimwengu mzima. Na ndiyo maana wanafunzi walipokuwa wakimuuliza ya kwamba ni nini dalili ya kuja kwako, Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo 24 akaweza kuwapa ishara nyingi sana. Akawaambia kwamba siku za mwisho vitu fulani na fulani zitatokea. Akawaambia siku za mwisho hata manabii wa uongo wataweza kutokea. Lakini alipofika mstari wa 14 akaweza kujibu swali ambalo alikuwa ameulizwa. Katika kikisi nasema eke manyereyo. Wanafunzi wa Yesu Kristo walimuuliza Kristo ya kwamba ninki eke manyereyo kyogo cha kwa venga kia kabere nogo siye kwa mwenseye. Katika mstari wa 14 anawaambia kwamba basi hiyo ishara, hiyo dalili ambayo ni moja, ni Injili kuhubiriwa katika ulimwengu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana siku hii ya leo nipo hapa niweze kumhubiri huyu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini swali ni je, huyu Mwenyezi Mungu alimtuma Yesu Kristo ili aweze kufanya nini katika huu ulimwengu? Kitabu ni cha Yohana 3 mstari wake wa 16. Inasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu alifanya nini? Aliupenda ulimwengu. Hata akafanya nini? Akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na nini? Uzima wa milele. Mstari wa 17, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alimtuma Yesu Kristo katika ulimwengu ili Yesu Kristo aweze kuokoa ulimwengu. Upendo wa namna gani? Kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wake wa 4. Timotheo wa kwanza 2 mstari wake wa 4 inasema, hili ni zuri, nianzie mstari wa 3. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Kwa hivyo lengo kuu la Mwenyezi Mungu ni kwamba sisi wanadamu tuweze kuokolewa na tuweze kupata wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, ulipotimia utimilifu wa wakati, vile Paulo anapoandika katika kitabu cha Wagalatia 4 mstari wa 4, anasema kwamba ulipotimia utimilifu wa wakati, Yesu Kristo akaweza kuzaliwa.
Wapendwa, akaweza kuzaliwa as an helpless child in a manger. Yani akazaliwa kama mtu ambaye hafai. Watu walipokuwa wakimwangalia wanasema huyu hawezi kuwa mwokozi. Akazaliwa chini ya sheria. Sheria yake yeye mwenyewe. Upendo wa namna gani? Unaposoma kitabu cha Wafilipi 2:6 inasema kwamba huyu Yesu Kristo alikuwa na namna sawa na Mungu, lakini hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali akajiona kana kwamba hana utukufu. Akajiona kana kwamba sijui niseme namna gani, akaweza kushuka, akaweza kuzaliwa chini ya sheria yake yeye mwenyewe. Akaweza kuzaliwa akiwa hata chini ya malaika. Unaposoma kitabu cha Waebrania 2:9 itakwambia kwamba Yesu Kristo alifanywa mdogo punde kuliko malaika. Wapendwa, acha niwaambie, hata malaika hawakuweza kumuelewa huyu Yesu Kristo. Mwandishi mmoja anaandika akisema kwamba the angels never understood the plan of redemption. They never thought that God would have gone to such an extent for the salvation of man. Yani waliona ni jambo gumu sana. Kumbuka wapendwa, kiti hiki ni kiti ambacho Ibilisi alikuwa kikitamani. Mnajua ya kwamba kiti hiki ndicho kiliweza kumfanya Ibilisi akaweza kuanguka kutoka mbinguni. Lakini Yesu Kristo anakipeana, anasema ya kwamba hii kiti hainifai, ni lazima niweze kumwokoa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, acha niwaambie, pale mbinguni Yesu Kristo huyu ninayemzungumzia siku ya leo, alipokufikiria wewe mzee unayenisikiliza, alipokufikiria wewe kijana unayenisikiliza, alipokufikiria wewe baba unayenisikiliza, alipokufikiria wewe mama unayenisikiliza, akashindwa kuvumilia. Akasema ya kwamba kiti hiki hakinifai. At that moment he gave out his scepter. He gave out his throne. He gave out his crown. Na akaweza kuzaliwa ili aweze kukuokoa. Na siku hii ya leo tutaweza kuona, je, huyu Yesu Kristo aliweza kutuokoa vipi kutoka utumwani, kutoka umateka. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Yesu Kristo, unajua ni wengi ambao wapo kanisani siku hii ya leo, lakini si kwa sababu wanampenda Mungu ambaye wanamwabudu. Wengine wapo kanisani kwa sababu wanaogopa moto wa ahera. Wengine wapo kanisani kwa sababu wanasema kwamba sisi tuko kanisani ili tuweze kupata uzima wa milele. Lakini siku hii ya leo ningependa niweze kukupa sababu ya kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na ningependa baada ya fundisho hili, ili utakapokuwa ukiabudu, uabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu umempenda. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni wengi sana watakuja kupotea kwa sababu walimwabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu walikuwa wanamuogopa. Unajua wazazi ambao mko hapa, kuna mzazi ambaye, acha nitumia kina baba ndio wakali sana. Kuna wazazi ambao ni wakali zaidi. Anapoingia nyumbani, kama ni sebuleni, mtoto anatoroka anaenda wapi? Jikoni. Anaenda kwenye room yake ya kulala, kwenye chumba chake cha kulala. Mzazi huyu anapomtuma yule mtoto anakimbia na kufanya kile ambacho ameagizwa na mzazi, lakini amekifanya kwa sababu anamuogopa mzazi. Na kuna mzazi ambaye ni mzazi mwenye upendo. Mzazi ambaye hata anapomwadhibu mtoto wake, anamwadhibu katika upendo. Mzazi ambaye mtoto wake amekuwa akimnunulia zawadi za kila namna. Hata mtoto anampenda. Huyu mzazi anapotuma yule mtoto anakimbia na kuleta kile ambacho ametumwa, lakini amekileta kwa sababu anampenda mzazi. Unajua Yesu Kristo atakapokuwa akirejea kwa mara ya pili, jinsi inenavyo Mathayo, kuna watu watamuelewa akisema kwamba Bwana,
sisi tulihubiri neno lako, sisi hata tulitoa mapepo kwa jina lako, sisi hata tuliweza kuwasaidia maskini, sisi hata tuliweza kuwasaidia wasiojiweza. Basi inawezekanaje ya kwamba siku ya leo natukataa? Na Yesu Kristo atawaambia kwamba ondokeni hapa, maana siwajui. Ni kwa sababu hakukuwa na uhusiano. Unapomwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumwogopa, hakuna uhusiano. Lakini unapomwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumpenda, kunao uhusiano. Engento Nyasaye atageteni obwamate. Na indo obwamatogo na bwagotema kororosi gwetera ringane lyatwaire byenjili. Wapendwa, acha niwaambie, hata mbinguni malaika waliweza kupoteza uhusiano mwema baina yao na Mwenyezi Mungu. Unajua, Ibilisi alipodanganya malaika theluthi, wakaweza kuondoka na Ibilisi. Kuna malaika ambao walibaki mbinguni, lakini katika fikra zao walikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinaitwa doubts. Si ndio? Siku ya leo nikaja nikawadanganya Waadventista hapa jinsi wengine wamedanganywa, niweze kusema kwamba kanisa la Kiadventista limegeuka na kuwa Babeli. Kuna wale ambao wataniamini na niwaambie ondokeni kutoka kanisa hili, na waondoke pamoja nami. Lakini kuna wale ambao watabakia, lakini katika fikra zao watakuwa na kitu ambacho kinaitwa doubts. Watakuwa wakisema enyewe ule jamaa anaweza kuwa ako na point. Wapendwa, hata mbinguni kuna malaika ambao walibaki, lakini walikuwa wakisema ya kwamba huyu Ibilisi inawezekana ako na point. Maana wakati ule Ibilisi hakuwa anaitwa Ibilisi, alikuwa anaitwa Luciferi. Aliitwa Ibilisi baada ya kuanguka. Kwa hivyo hata Mwenyezi Mungu akasema kwamba siwezi kumharibu huyu Ibilisi wakati huo. Maana hata niwaambie wapendwa, Mwenyezi Mungu angemharibu Ibilisi kipindi kile, malaika wengine wangesema huyu Mwenyezi Mungu amemuua Ibilisi kwa sababu Ibilisi alikuwa anajaribu kutoa tabia ya ukweli ya Mwenyezi Mungu. Na baada ya kipindi fulani kungetokea na malaika wengine na waweze pia kufanya pingamizi kama Ibilisi. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu alikujali wewe kizazi ambacho ulikuwa unakuja, akasema ya kwamba shida hii ya dhambi nitaweza kudeal nayo completely. Bwana Yesu asifiwe. Ama mjui ya kwamba Mwenyezi Mungu alijua ya kwamba mwanadamu atatenda dhambi. Mwandishi mmoja anaandika akisema ya kwamba God fell in love with us even before he created us. Ya kwamba alitupenda hata kabla ya uumbaji. Alipoangalia mbele akaona ya kwamba mwanadamu ataweza kuanguka. Akaona kwamba huyu mwanadamu ninayemuumba ataweza kushikamana na Ibilisi. Akaona ya kwamba huyu mwanadamu ninayemuumba kuna wakati atapendana na Ibilisi na aweze kuniacha. Lakini hilo alikumfanya asikuombe. Akasema ya kwamba hata niweze kumuumba mwanadamu, lakini nimwekee solution. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo ndio maana unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 8 inasema kwamba na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kwa hivyo Yesu Kristo ni mwana kondoo aliyechinjwa hata kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alifahamu mwanadamu anapoanguka pale Edeni, Yesu Kristo alikuwa amejitoa kama substitute ya kuweza kumuokoa wanadamu. Wapendwa, acha niwaambie, katika kipindi kile malaika mbinguni walikuwa wakijiuliza, je, huyu Mwenyezi Mungu anaweza kubadilisha sheria yake ili aweze kumwakomodate huyu mwanadamu? Walikuwa na mawazo tele, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa na mpango wa kukuokoa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hii ya leo tutaweza kufahamu ya kwamba sisi ni watu ambao tulikombolewa. Sisi ni watu ambao tuliokolewa, tukatolewa katika umateka, tukatolewa utumwani. Bwana Yesu asifiwe. Acha niwaambie wapendwa, process ya kukomboa mwanadamu haikuwa rahisi. Mwandishi mmoja, Mama White, anaandika katika kitabu cha Desire of Ages, anasema ya kwamba it was even difficult for God
to save humanity. Unajua unapokufa, tulipokuwa tukisoma kuhusu Adamu wa kwanza, tuliona ya kwamba kupitia kwa Adamu wa kwanza tuliweza kufa. Na basi kupitia Adamu wa pili tunazaliwa upya. Wapendwa, acha niwaambie, process ya kumzaa mwanadamu kwa mara ya pili haikuwa rahisi. Akina mama watatoa ushuhuda hapa ya kwamba wanapokuwa katika maternity, process ya kumzaa mwana haikuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo pale msalabani, pale Kalvari, katika kukuzaa wewe mwanadamu kwa mara ya pili, process hiyo haikuwa rahisi. Ndipo unaambiwa ya kwamba Yesu Kristo huyo katika Getsemani aliweza kudodokwa na jasho la damu. Wapendwa, haikuwa rahisi. Akaweza kulia na kusema ya kwamba Baba, 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 niondolee kikombe hiki. Kisha kwa sababu ya upendo wake mkuu akasema ya kwamba lakini Baba, acha mapenzi yako yaweze kutendeka. Upendo wa namna gani? Huyu Yesu Kristo pale msalabani analia akisema ya kwamba Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya kwamba Bwana, Bwana, mbona umeniacha? Wapendwa, acha niwaambie ya kwamba in that statement Mwenyezi Mungu aliweza kumwacha Yesu Kristo ili aweze kupokea laana ya Torati. Bwana Yesu asifiwe. Akampiga pi, akamwacha, akamwachilia. Yesu Kristo pale msalabani akaweza kupata ile laana ya Torati, yale mauti ambayo sisi ndio ambao tulikuwa tunafaa kufa, lakini hatukufa. Najua kuna watu ambao wanauliza ya kwamba, je, mauti ambayo tunakufa siku ya leo, ni kwa nini bado tunazidi kufa? Lakini wapendwa, acha niwaambie, mauti tunayokufa siku hii ya leo si mauti ambayo Mwenyezi Mungu alinena pale Edeni. Mauti ambayo Mwenyezi Mungu alinena pale Edeni ni mauti ya milele. Haya Yesu Kristo anasema ni kulala. Na ni ya kukusaidia wewe kama mwanadamu. Sijui wewe ungeachwa uweze kuishi miaka 1000 katika ulimwengu huu. Jinsi ulimwengu huu umejaa matatizo, jinsi ulimwengu huu ulivyo mbaya, sijui kama ungeweza kufaulu. Sasa ungemchukia Mwenyezi Mungu zaidi, lakini akakuwekea kulala huku kuwa kama relief, ili uweze kufufuliwa atakapokuwa akirejea kwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mauti ambayo Yesu Kristo alikufa msalabani yalikuwa ni mauti ya ukweli, na ndiyo maana nasema kwamba mimi nitakufa na siku ya tatu itaweza kuamshwa, na si eti nitajiamsha. Wapendwa, acha niwaambie, mwandishi mwingine anaandika akisema kwamba pale msalabani Mwenyezi Mungu Yesu Kristo anasema kwamba it is finished, yamekwisha. Wapendwa, acha niwaambie, ilikuwa ni saa 9 mchana. Yule ambaye alikuwa ni kuhani mkuu alikuwa katika hekalu akitoa kitu ambacho kilikuwa kinaitwa the evening sacrifice, na alikuwa amemshika mwana kondoo, ameshika kisu juu akitaka kumwangamiza yule mwana kondoo. Lakini wapenda, kukatokea tetemeko la ardhi, kile kisu kikaweza kuanguka, yule mwana kondoo akaweza kukimbia, na kitambaa cha hekalu kikaweza kupasuka mara 2, kuonyesha kwamba yule ambaye alikuwa ni mwana kondoo wa kuiondoa dhambi za ulimwengu mzima alikuwa amekwisha tolewa kama kafara. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda, tena Yesu Kristo pale msalabani anasema kwamba unto thy hands, O Lord, I commit my spirit. Wapenda, acha niwaambie, in that statement Mwenyezi Mungu Yesu Kristo huyu ninayemzungumzia siku ya leo aliweza kupeana uzima wake kwa Baba, ili mimi na wewe tuweze kugawiwa uzima huo, tusiweze kupata yale mauti ambayo tulikuwa tumepewa, bali tukapata uzima wa milele kupitia kwa kafara ya Yesu Kristo pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yale maneno yalikuwa ni maneno yenye uzito mkubwa. It is finished. Akasema kwamba unto thy hands, O Lord, I commit
my spirit. Mimi na wewe tuliokuwa tunafaa kupokea mauti, tukaweza kupata uzima wa milele kupitia Adamu wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kilichomfanya Yesu Kristo aweze kuqualify kuchukua dhambi za ulimwengu mzima ni kwa sababu Yesu Kristo ana uzima wake yeye mwenyewe. Unajua kuna wale ambao wamesema kwamba Yesu Kristo si Mungu. Wanasema kwamba Yesu Kristo alitoka kwa Baba. Wanasema kwamba Yesu Kristo alitoka kwa Mungu. Lakini acha niwaambie kilichomfanya Yesu Kristo aweze kuqualify kutukomboa sisi wanadamu ni kwa sababu ndani yake alikuwa na uzima wake mwenyewe, uzima ambao haukuletwa na mtu yeyote, uzima ambao hakupewa na mtu yeyote, bali uzima wake yeye mwenyewe. Na ndio maana tunamwabudu, kwa sababu sisi wanadamu tuna uzima, lakini uzima tulionao ni uzima wa Muumba. Tunategemea uzima wa Muumbaji wetu. Na ndio maana Ibilisi hakupewa nafasi ya kuweza kuongoza pale mbinguni. Ibilisi hakupewa nafasi ya kuweza kuabudiwa. Maana Ibilisi yeye ni kiumbe na anategemea uhai wa Muumbaji. Kwa hivyo Yesu Kristo alikuwa na uzima, na uzima wake ndiye uzima ambao tumeweza kugawiwa. Na ndio maana katika kitabu cha Yohana wa kwanza 5 mstari wake wa 11 inasema kwamba na huu ndio uzima wa milele. Kisha inaendelea katika mstari wa 12 inasema kwamba uzima huu uko katika container fulani. Inasema kwamba na uzima huu umo katika mwana ambaye ni Yesu Kristo. Wapendwa, ukiwa naye mwana unao huo uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo Yesu Kristo anaposema kwamba yamekwisha pale msalabani alimaanisha nini? Ni swali ambalo ningependa tuweze kulijibu siku hii ya leo. Kitabu ni cha Isaya 40 mstari wake wa kwanza. Isaya 40 mstari wake wa kwanza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amenituma katika kanisa la hapa hii siku hii ya leo niweze kuwatuliza mioyo. Anasema kwamba watulizeni mioyo watu wangu. Asema Mungu wenu, semeni na moyo wa Yerusalemu, kauambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asekirendo ngendrete kutierelie mioro. Why you still sharpening your sword? Ikiwa vita vilikwisha, mbona kila siku unazidi kunua upanga? Unajua kuna watu hapa wanajaribu kushinda dhambi ambayo inawasumbua kwa nguvu zao wao wenyewe. Kuna watu hapa wameshikwa katika addiction tofauti. Najua ya kwamba kuna vijana hapa wameshikwa katika addiction ya pornography. Kuna vijana hapa wameshikwa katika addiction ya masturbation. Kuna wazee hapa wameshikwa katika addiction ya uzinzi. Kuna wamama hapa wameshikwa katika addiction ya usengenyi. Na kila siku wanasema ya kwamba hakika kesho siwezi kurudia uzinzi, kesho siwezi kurudia pornography, kesho siwezi kurudia masturbation, kesho siwezi kurudia kusengenya. Lakini jinsi wanavyozidi kuweka mikakati, wanajipata ya kwamba wamerudi pale pale. Wapendwa, ni kwa nini mnazidi kujaribu kwa nguvu zenu nyinyi wenyewe? Vita vilikwisha pale msalabani. Ikiwa ungehitaji kushinda dhambi ambayo inakusumbua, basi muite Kristo kwanza aishi katika maisha yako. Na ndio maana Yesu Kristo anasema kwamba njooni nyote msumbukao na mizigo mzito, nami nitawapumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Hasemi ya kwamba zusha mzigo ili uje kwangu. Anasema kwamba njoo na mzigo ambao unakusumbua, njoo na addiction ambayo inakusumbua, nami nitaweza kukupumzisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna historia fulani ya mhubiri fulani. Mhubiri huyu anaitwa Paul Kalama. Ni mhubiri katika maeneo ya Kwale. Mhubiri huyo alikuwepo wakati wa 1999 Injili ilipokuwa ikihubiriwa ya kwamba Yesu Kristo anarejea kwa mara ya pili. Wacha niwaambie wapendwa, jamaa huyo wakati ule alikuwa ni mvuta bangi. Jamaa huyo wakati ule
alikuwa ni mlevi, akaweza kusikiza maneno ya Injili, akaweza kusikia kwamba huyu Yesu Kristo ataweza kurejea katika mwaka wa 2000. Akasikia habari ile na akaweza kumfuata mnenaji, akaweza kuuliza maswali, akauliza maswali ambayo yalikuwa yanamsumbua, na hakika akaweza kujibiwa, maana yule msomaji, yule mhubiri pia alikuwa amesoma. Jamaa yule aliposikia habari ile akaanza kwenda kanisani kila Sabato. Lakini ilipokuwa ikifika wakati wa lesoni inapoenda kukamilika, anatoka kidogo, anaenda nje, si nje ya kanisa bali anatoka kabisa kanisani, anaenda anavuta bangi yake, alafu anarudi kanisani kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Ilipokuwa mahubiri yalipokuwa yakiisha, jamaa huyo alikuwa anaondoka kanisani, anaenda nyumbani, anapiga bangi yake tena, anarudi Bible study wakati wa jioni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jamaa huyu akawa ameshika mafungu, akawa ameielewa Injili ambayo ilikuwa inahubiriwa wakati huo. Akaweza kusimama sokoni na akaweza kuhubiri, akahubiri, anatoa vifungu kwa kichwa, akahubiri. Watu waliposikia Injili wakasema enyewe huyu jamaa hapo na point. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa Injili ya mlevi. Sasa mtu mmoja kutoka kwa umati akaweza kusonga mbele na akasema hapo na swali. Jamaa akasema sasa lete swali niweze kulijibu papa hapa. Yule jamaa akamwangalia hivi na akamuuliza, na je, Paulo, uliacha kuvuta bangi kweli? Na kwa sababu yule jamaa alikuwa amesoma maandiko, ameona ya kwamba kudanganya ni kubaya, akasema ya kwamba sijawacha. Lakini yule jamaa akasema, angalieni, kumbe mmekuwa mkisikiza bangi. Wale watu wakaweza kutawanyika na wakaweza kwenda. Yule jamaa akaweza kurudi na akaweza kupiga magoti, akamwambia Mwenyezi Mungu, angalia, watu hao wangeweza kuokoka siku hii ya leo, lakini kwa sababu ya addiction hii ambayo inanisumbua, wameweza kuondoka bila kupata wokovu. Akasema kwamba basi Bwana, niokoe kutoka kwa neno hili. Wapendwa, acha niwaambie, huyo jamaa ninavyozungumza siku hii ya leo ni mhubiri wa Injili. Bwana Yesu asifiwe. Alijaribu kwa nguvu zake yeye mwenyewe, lakini alishindwa. Wacha niwaambie wapendwa, Maria wa Magdala si eti alikuwa na prayer kufanya ukahaba. Kila siku alikuwa akiweka mikakati. Kila siku alikuwa akisema ya kwamba hakika next week nitaweza kuacha kazi. Lakini alipotaka kuacha, ndivyo kiu ilivyozidi kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipopatana na Yesu Kristo katika maisha yake, mlimsikia tena Maria wa Magdala akiwa kahaba sehemu nyingine? Mlimsikia? Lakini aliweza kubadilika milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapomkaribisha Yesu Kristo katika maisha yako, wacha nikwambia kwamba addiction ambayo inakusumbua itaweza kuondoka. Ndipo Paulo akaandika akisema ya kwamba, Paulo hata anatumia neno la aibu mno, ambalo hata mimi ninaona aibu kulitaja humu mbele. Katika kitabu cha Wafilipi 3:8 anasema ya kwamba nimepata hasara ya mambo yote kusudi nimpate Kristo. Anasema ya kwamba mimi mambo ya ulimwengu nayaona kama mafi. Hivyo Paulo anapoandika. Kama Paulo ametumia neno hilo, basi nami nitatumia. Wacha niwaambie, Yesu Kristo atakapoishi katika maisha yenu, vitu za ulimwengu zitaweza kulose taste. Sijui kama mnanielewa. Yaani mambo ya ulimwengu utakapokuwa ukiangalia, yaani hauna hamu kabisa, unayaona kama kile kitu ambacho Paulo aliweza kusema. Mambo ya ulimwengu, unapompata Kristo katika maisha yako, lazima maisha yako yaweze kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie ile fungu. Inasema uovu wake umeachiliwa. Wapendwa, acha niwaambie, katika mambo ya ukombozi, katika mambo ya msalaba, kitu kikubwa juu zaidi ni msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu ni cha Isaya 44 mstari wake wa 22. Inasema, nimeyafuta makosa yako kama wingu zito,
na dhambi zako kama wingu, unirudie, maana nimekukomboa. Mwenyezi Mungu asema ya kwamba atakukomboa. Mwenyezi Mungu anasema kwamba nimefanya nini? Nimekukomboa. Ni kitu ambacho kimekwisha fanyika. Na anasema kwamba ameyafuta makosa yako kama wingu zito. Naamini ya kwamba kuna wale ambao hadi siku hii ya leo wanapoenda kuomba, wanamuomba Mwenyezi Mungu, wanamwambia ya kwamba Mungu, nimetenda dhambi mingi zaidi hii wiki. Bwana, tazama nilikuwa nikifanya uzinzi sehemu fulani. Bwana, naomba uweze kunisamehe. Wengine hata wanapofanya dhambi fulani wanaanza kufanya vitu vizuri kabla ya kwenda kuomba msamaha. Utapata ile siku anapanga kuomba msamaha, amemsaidia mtu fulani, ili anapoenda kuomba msamaha Mwenyezi Mungu aweze kumsamehe. Lakini hiyo si ni kubrave Mwenyezi Mungu? Si mnambrave? Yaani kumbrave, yaani acha nifanye hizi vitu vizuri ili niende kuomba msamaha. Lakini Mwenyezi Mungu tunayemwabudu si wa namna hiyo, maana pale Kalvari, pale katika yule msalaba, Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, aliweza kufanya wewe unayenisikiliza uweze kupokea ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale ambao wanasema haya ni maneno yangu. Ningependa tuweze kuandamana kitabu cha Wakolosai, tusikize, je, Paulo unasemaje kuhusu ondoleo la dhambi? Wakolosai 1 mstari wake wa 12. Wakolosai 1 mstari wake wa 12, 13 na 14 inasema, mkimshukuru Baba. Wapendwa, acha niwaambie, napoomba unapaswa kumwambia Mwenyezi Mungu ya kwamba Mwenyezi Mungu, ninakushukuru siku ya leo kwa maana umekwisha nisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Mstari wa 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi ni wasamehewa. Kuna wengi ambao ibilisi ameingia katika maisha yao, anazidi kuhukumu akiwaambia kwamba wewe ni mzinzi, anazidi kukuhukumu akisema kwamba wewe hufai, anazidi kukuhukumu akisema kwamba wewe ni mwizi. Lakini wapendwa, siku hii ya leo anapokukujia alimwambia kwamba mimi ni mwizi ambaye niliweza kusamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine watasema nimejipinda. Wakolosai hiyo 2 mstari wake wa 13. 2:13 inasema, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Wapenda, sisi ni watu ambao tulisamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ndio Injili ambayo kila mmoja katika ulimwengu mzima anapaswa kuisikia. Hatuna haja ya kuomba msamaha, tunachohitaji ni kuokolewa kutoka kwa dhambi ambayo inatusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametusamehe, na tuweze kumwambia kwamba Bwana, basi tuokoe katika hii addiction ambayo inatusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yule ambaye atakuja na swali aniulize ya kwamba basi inawezekanaje katika kitabu cha Yohana wa kwanza 1 mstari wa 8 Mwenyezi Mungu anaandika akisema kwamba mkiziungama dhambi zenu, yeye ni mwaminifu na ataweza kuwasamehe makosa yote. Unajua, unaporudi katika Biblia ya Kigiriki inatumia jina aphiemi. Jina aphiemi linamaanisha msamaha wa dhambi na kuokolewa kutoka kwa dhambi hiyo. Na kwa sababu sisi tulisamehewa, tunachokihitaji ni kuokolewa kutoka kwa dhambi ambayo inafanya nini? Inatusumbua. Na wacha niwaambie wapendwa, wale ambao watakufa katika mauti ya milele, wale ambao watakufa katika the second death, hawatakufa kwa sababu ya dhambi ya Adamu,
watakufa kwa sababu ya dhambi ya kumkataa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo mwandishi mmoja akaandika katika kitabu cha Mathayo akisema ya kwamba, anasema kuhusu the unpardonable sin. The unpardonable sin ni dhambi ambayo ni ya kumkataa Yesu Kristo. Unajua, nikaweza kuwasomea kitabu cha Yohana 3:16. Kitabu cha Yohana 3:16 iko na mambo mawili, inaitwa objective na subjective. Kwa hivyo katika Injili tuko na vitu viwili, objective gospel na subjective gospel. Objective gospel ni ambayo nimeweza kukuhubiri siku hii ya leo, ni kusikia kuhusu habari za Yesu Kristo. Na ukisha kusikia, ukisha kubali, ukisha sema kuna kumjua Mungu mara mbili, kuna kumjua kwa theory, inaitwa theoretical knowledge, kumjua kwa mambo ambayo umeyasikia kuhusu yeye, ukasikia ya kwamba yeye ni upendo, ambayo najaribu kudhibitisha siku ya leo kwamba ni kwa upendo wake mkuu aliweza kutufanyia haya. Baada ya kusikia hivyo, unaingia, unapoamini, unaingia kwa subjective gospel, unamuexperience katika maisha yako. Na utakapomuexperience katika maisha yako, huo ndio wakati ataweza kukutengeneza. Wacha niwaambie wapendwa, kazi ya kujitengeneza si yako bali ni ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tani aliyogwechena metembaro baresko batari goche kanisa baba tebanga tigande echena tiganda tigamaru tiganda tigentogete manye goche kanisa ime. Wapendwa, uwezi kujitengeneza. Kazi ya kukutengeneza ni ya nani? Ni ya Yesu Kristo unapomkubali. Sasa kuna wale ambao watasikia injili hii na waseme ya kwamba haiwezekani. Barabate renga teo baraki teko nyare kana batingete pi batebenga mangana ataribo watungaindira segete ababono barabuba mukaniro monene nende barabu barache ko yiga Yesu omulirori asenge ncho bakaniremo omonene. Si kwa sababu ya dhambi ile ya Adamu tuliweza kusamehewa. Kwa hivyo tunazaliwa tukiwa wasamehewa. Tuko ndani ya dhambi ambazo zinatusumbua kwa sababu hatujajua neno hili. Wapendwa, acha tumkaribishe Yesu Kristo katika maisha yetu na tutaweza kuona badiliko. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo Paulo anaandika akisema kwamba mimi nimesulubiwa pamoja na Yesu Kristo, na wala si mimi ambaye ninaishi bali ni Yesu Kristo anaishi ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hata Mwenyezi Mungu atakapokuwa akikuangalia, hata kuwa akikuona, atakuwa akimuona Yesu Kristo. Tabia yako itaweza kutengenezwa iwe sawia na ile ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo kazi ya Yesu Kristo. Na ndio maana siku ya leo ametaka uweze kuijua injili hii. Wacha niwaambie wapendwa, wale malaika ambao walikuwa na doubts kuhusu tabia ya Mwenyezi Mungu pale mbinguni, Yesu Kristo alipokufa pale katika msalaba wa Kalvari, pia wao waliweza kuamini na wakaweza kugain ile kitu ambacho kinaitwa trust ambayo walikuwa wameipoteza, na wakasema kwamba hakika huyu Mwenyezi Mungu ni nini? Upendo. Ni upendo. Na wakazidi kumwabudu Mwenyezi Mungu akisema hakika Mwenyezi Mungu ni upendo. Na siku hii ya leo Mwenyezi Mungu ametaka ujue maneno haya ili nawe uweze kugain trust. Ile trust ambayo umeipoteza inakufanya kila wakati unapopitia changamoto unaanza kuuliza kwamba mbona Mwenyezi Mungu liruhusu. Wacha niwaambie, mtu ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu kikamilifu hawezi kuuliza swali la namna hiyo. Ni wengi siku hii ya leo wapo kanisani, lakini katika maisha yao wanazidi kulalamika. Wanalia ya kwamba wakisema kwamba mbona Mwenyezi Mungu uliruhusu mtoto wangu akaenda? Mbona Mwenyezi Mungu umeruhusu niko mgonjwa namna hii? Mbona umeruhusu mambo mengi na mengi? Wapendwa, je, mnajua Mwenyezi Mungu ameruhusu tupitie shida katika ulimwengu huu ili tuweze kukuza uhusiano mwema pamoja naye? Je, mnajua mtu ambaye ameshiba, amekula vizuri, ako na hela,
hata anapoenda kuomba anaanza Mungu wa Israeli siku hii ya leo na kuomba, alafu anaanza kufanya kusinzia na kula hata kabla ya kusema amina. Lakini mpate mtu ambaye ana changamoto fulani katika maisha, mtu ambaye kuna kitu fulani kinamsumbua, hata anapopiga magoti anamwambia Mwenyezi Mungu, tazama jambo fulani na fulani, Bwana hili na hili, hadi anamalizia pale amina, hadi unapata ametoa machozi. Si anakuza uhusiano mwema baina yeye na Yesu Kristo? Je, kama shida hiyo ingekuja, je, uhusiano huo ungeweza kuimarika? Wacha niwaambie wapendwa, Ayubu alikuwa ni mtu mkamilifu. Tunapomwangalia Ayubu katika matendo yake, tunasema kwamba yenyewe Ayubu alikuwa anamjua Mwenyezi Mungu. Lakini Ayubu anapopatwa na shida, Ayubu anapopitia magumu, katika kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 4, Ayubu anaandika akisema kwamba Mwenyezi Mungu, niko na swali ningependa nikuulize. Kisha anasema kwamba wewe Mwenyezi Mungu, nilikuwa nimesikia habari zako, lakini sasa hivi jicho langu limekuona. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini kilimfanya Ayubu aweze kumuona Yesu Kristo? Shida ambazo alizipitia katika maisha, shida hizo zipo hapo ziweze kutukuza katika imani. Mwenyezi Mungu hawezi kukuondoa ndani ya shida. Wewe unapomuomba, muombe ukimwambia kwamba Baba, nitie nguvu niweze kumaliza salama. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiyo maana wale vijana watatu, Shadraka, Meshaka na Abednego, wanapotupwa katika ule moto, Mwenyezi Mungu hakusema kwamba hata watoto wao wasiingie ndani ya moto, bali akasema kwamba hata waingie ndani ya moto, lakini ndani ya huo moto itakuja kuwatia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja akawa anatembea tena katika nyika. Alipokuwa akitembea, akaona nyayo zingine kando yake. Akawa anatembea masafa marefu, anaona nyayo zake na nyayo zingine kando yake. Akajua ya kwamba wewe ni Mwenyezi Mungu ambaye yuko pamoja nami. Jamaa yule akafika mahali akaweza kupata shida. Akapata shida zaidi katika ile nyika, katika lile jangwa. Na alipokuwa akizidi kutembea, zile nyayo mbili ambazo zilikuwa kando yake zikaweza kupotea. Na alipokuwa akisonga, akaona ni nyayo zake tu ambazo zimeweza kubakia. Jamaa huyu alipomaliza mwendo salama, akaanza kugombana na Mwenyezi Mungu, akimwambia Mwenyezi Mungu, angalia, wakati nilikuwa vizuri ulikuwa pamoja nami. Wakati nilikuwa vizuri wewe ulitembea pamoja nami, lakini wakati nilipitia magumu wewe uliweza kuondoka. Kwa nini? Kwa nini? Ndipo Mwenyezi Mungu akamjibu akimwambia kwamba wakati ulikuwa salama nilikuwa pamoja nawe. Wakati ulikuwa na shida mimi nilikubeba, na zile wale ulizokuwa ukiziangalia hazikuwa zako bali zilikuwa zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndani ya shida yupo kututia nguvu. Lakini wapendwa, jambo la kuhusunisha ni kwamba sisi ni watu ambao tulikuwa ndani ya seli. Sisi ni watu ambao tulikuwa tumefungwa minyororo mkononi, tukafungwa minyororo hata miguuni, tukaweza kufungwa ndani ya magereza. Malango makubwa ya gereza akaweza kutiwa maufuli, tukaweza kufungiwa. Yesu Kristo akaja akafungua mlango wa kwanza, akafungua mlango wa pili, akafungua milango yote, akaweza kufika mlango wa seli yako, akaweza kufungua zile vifuli ambazo zilikuwa mkononi, akaweza kufungua zile ambazo zilikuwa mguuni, akaweza kufungua. Kisha akakwambia kwamba mwanangu, toka hapo ndani, maana mimi siku ya leo nimekusamehe makosa ambayo ulikuwa umenitendea. Maana siku ya leo nimeweza kukukomboa. Ondoka, enenda salama, usije ukatenda dhambi tena. Lakini wengi tupo ndani ya seli, umeshika hivi unasema kwamba hii inchenomo na lilemono. Teko nyare kanana na abeirwe, teko nyare kanana na aterigwe. Wapendwa, tunazidi kuwa ndani ya seli, na hakika seli zimefunguliwa. Mbona tusiondoke ndani ya hizo seli, tuweze kuondoka kabisa, maana tuliweza kusamehewa. Bwana Yesu asifiwe.
ningi kiagera Nyasaye okorera mang'ana. Why are you so special to God? Ni kwa nini aweze kukufanyia hili? Kitabu ni cha Isaya 43 mstari wa kwanza. Hapo ndipo ambapo nitaweza kumalizia katika fundisho la mchana wa leo. 43 mstari wa kwanza. 43 verse 1, the book of Isaiah. Inasema kwamba lakini sasa Bwana aliyekuuluku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi, usiogope maana nimekukomboa. Mwenyezi Mungu anasema kwamba toiroka asenge njogotoririe, nimekuita kwa jina lako, wewe uwangu. Wapendo, wakati ibilisi atakwambia kwamba wewe ni mtoto wangu, mwambie ya kwamba mimi ni mtoto wa nani? Wa Yesu. Kisha sikia, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Sasa sikia, ni kwa nini Mwenyezi Mungu afanye neno hili. Mstari wa 4. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kilichomfanya aweze kukufanyia maneno haya yote ni kwa sababu wewe unayenisikiliza na mimi tulikuwa wa thamani machoni pake. Kisha sikia, na mwenye kuheshimiwa hakika na kuna yeye mwikaransinere mbona mheshimiwa na kibono. Wapendwa, watu wa ulimwengu wataweza kukudharau. Watu wa ulimwengu watakuona kana kwamba ufai. Watu wa ulimwengu watakuona kama takataka. Lakini siku ya leo Mwenyezi Mungu anasema kwamba wewe ni mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kisha sikia jinsi anavyoendelea na kusema, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Na Mwenyezi Mungu anahitaji sana tumwabudu kwa sababu tumempenda. Tuwe na uhusiano baina yetu pamoja naye. Ndilo lengo kuu la Mwenyezi